badala ya kuuza mali hafi, kwa sababu utajiri mkubwa hapa duniani wa madini, mafuta, gesi, ardhi yenye rutuba tunayo si Afrika, lakini sasa sio. Na Dokta, kwenye kuliangalia hili tuanzie hapa. Katika kipindi hichi ambacho nguvu za uchumi wa kisiasa duniani zinabadilika, ni kipaumbele gani kikubwa ambacho Afrika inapaswa kukiweka sasa ili kujenga uchumi wenye ushindani na ushawishi duniani? La kwanza tunatakiwa tutizame kipaumbele kikubwa cha Afrika ni kwamba kujenga uchumi unaozalisha na kuongeza thamani ya bidhaa badala ya kuuza mali hafi, kwa sababu utajiri mkubwa hapa duniani wa madini, mafuta, gesi, ardhi yenye rutuba tunayo si Afrika, lakini sasa sie tunalima zile products, lakini ile kuongeza thamani, value addition, hatufanyi. Kwa hiyo unalima lakini unampelekea mtu mwingine ambaye anaenda kufanya value addition, kwa hiyo yeye ndio anapata zaidi kuliko wewe ambaye unaelima. Tunaweza tukatoa mifano mingi ya nchi za Afrika. Kuna Ghana wanalima kokoa wanalima, lakini sasa wao hawaitengenezi kama chocolate tukaila mie na wewe. Lazima iende nje, iende Uswizi, iende Belgium, wakatengeneze chocolate tuje tule sio. Zambia another example, wanalima shaba. Wana shaba nyingi Zambia, tena open pit mining. Lakini wao wanachokifanya ni nini? Wanatoa kwenye ardhi, wana smelt, basi. Zaidi ya hapo hawafanyi zaidi. Lakini wangelikuwa na wao wanafanya nini? Value addition. Unajua saizi umeme, haya magari electric vehicles yote yanaenda kwa sababu ya shaba. Sasa shaba wao wanayo, lakini hawaifanyii ile value addition, wanapeleka nje. Kwa hiyo tunatajirisha mtu mwingine, lakini si ambayo tunaproduce zile mali hafi, tunazidi kuwa kwenye sehemu ile ya kimaskini. Ukitizama hii African Continental Trade ile ambayo tunayo saizi hapa Afrika, pia ile ni ya kuwezesha biashara ndani ya Afrika, ili tusiwe tunasubiri kutoka nje ndio tufanye biashara, lakini sisi kama sisi tunaweza tukafanya biashara hapa Afrika, kwa sababu kumbuka Afrika nzima tuko 1.4 billion. Ndio ile jeuri mwenzetu China anayo kwamba ana population ya 1.6 billion. Kwa hiyo soko la kwake peke yake linamtosha kuliko kwenda kutafuta soko jingine. Kwa hiyo ndio kipaumbele kikubwa, tufanye value addition badala ya kuuza mali hafi. Vijana wa Afrika ndiyo sehemu kubwa ya nguvu kazi ya bara hili. Ni ujuzi na maeneo ya uwekezaji gani na fursa zipi zinapaswa kuzipa kipaumbele ili kuwa chachu ya mapinduzi ya kiuchumi? Unajua vijana of course, hata sie hapa Tanzania ile sensa ya mwisho ya 2022 inaonyesha kwamba vijana ni 65% ya population yote ya Tanzania. Kwa hiyo hawa ni resource kubwa sana ya sisi hapa Afrika. Kwa hiyo hawa wanahitajika, tuseme tuwape kwenye hii karne ya 21 tuwawezeshe hawa vijana kwamba wawe na uwezo wa teknolojia ya habari, mawasiliano, hii akili mnemba ambayo imeingia sasa hivi. Vijana wanatakiwa waijue vizuri zaidi hii, kwa sababu huko tunakoelekea hatuwezi kuepuka kutumia akili mnemba na uchambuzi wa takwimu. Tupate vijana wao wanajisomesha kwenye mambo kama haya. Usalama wa mifumo ya kidijitali ile tunaita cyber crime ni kitu ambacho duniani sasa hivi kinaendelea kwa hali ya juu zaidi, lakini sasa vijana tukiwafundisha, tukiwasomesha wakaji-own kwenye mambo kama haya inakuwa vizuri zaidi. Sasa na kwenye kilimo cha kisasa, hii pia tunatakiwa vijana kuwawezesha vijana kuwa wanafanya kile kilimo cha kisasa kuliko kilimo kile cha zamani ambayo tunasubiri mvua. Rain-fed rice, rain-fed maize, rain-fed hiki, everything rain-fed. Lakini sasa hivi ni wakati umefika kwamba hawa vijana wawe wanalima kisasa zaidi. Kilimo cha kisasa zaidi watavuna zaidi na watauza zaidi. Tukumbuke kwamba ardhi yenye rutuba ni sisi hapa Afrika tunayo.
Kwa hiyo sasa tukiwaweka vijana wakaji-own kwenye eneo hiyo, inakuwa vizuri zaidi kwamba tutalima zaidi na tutailisha dunia yote hata bila ya tatizo lolote. Na dunia inaendelea kushindana na rasilimali na fursa zinazopatikana Afrika. Ni maeneo gani yenye uwezo mkubwa zaidi wa kuifanya bara hili kuongeza thamani yake katika uchumi wa dunia? Madini ni muhimu sana, na sisi Afrika of course tuna madini mingi. Tanzania peke yake hayo madini yaliyokuwepo siwezi hata kuanza kuyaorodhesha, tukachukua mpaka kesho. Sasa yale ni muhimu kwa teknolojia, kutumia ile kwa ajili ya teknolojia ya kisasa madini ambayo yanalimwa yako hapa Tanzania. Let's say lithium, cobalt, graphite ni vitu ambavyo ni madini ambayo ni adimu na yanahitajika sana katika magari, tuseme haya electric vehicles. Yes. Kwenye electric vehicles yanahitajika sana haya. Na yanakuja kupatikana hapa kwetu. DRC Congo same story. Lithium, uranium, vitu kama hivyo vinapatikana kule. Lakini je, kwa nini hawa bara la Afrika inaendelea kuwa maskini? Kwa sababu hatuna ile value addition. Vitu vinatoka kwetu lakini mwenzetu kule anaenda anaongeza viwili vitatu, done. Sie tunakuja kuumia. Tuende kwenye kilimo, kutokana na ardhi kubwa yenye rutuba kubwa, manake na rasilimali ya vijana tunayo. Ukienda kwenye vikosi vyetu sie utakuta kuna rasilimali ya vijana kubwa sana ambayo tunatakiwa tuitumie to the maximum. Tunayo ardhi, tunayo uchumi wa blue, tunao nishati ya jua, tunayo hydroelectric power, tunayo. Sasa tunafeli wapi? Hivi vitu vyote tunavyo, lakini instead hatuvitumii to the maximum. Tunaenda tunatoa, inakuwa kama tunatoa kama mali hafi, mwenzetu kule ndiye anaongeza value. Ikiwa Afrika itaendelea kutumia rasilimali zake bila kuongeza hiyo thamani kupitia viwanda, teknolojia na ubunifu, hali ya uchumi wa bara hili inaweza kuwa katika mwelekeo gani ndani ya miaka 50 ijayo? Ikiwa Afrika itaendelea kulack like this, hivi tunavyoendelea, ukuaji utakuwa mdogo sana, kwa sababu tunatakiwa tuwe na viwanda vyetu. Hii value addition tufanye huku kwetu, hakuna haja ya kupeleka kule nje. Kwa hiyo na ajira zitakuwa chache. Ajira hatutoweza kuzicreate kama viwanda vyote vinakuwa kwa wenzetu, alafu sie tunakuwa watumiaji tu wa bidhaa ambazo wenzetu washatengeneza. Sasa hawa vijana wetu sie watafanya kazi kwenye viwanda vipi? Na sie tayari hatuna viwanda. Kwa hiyo ukuaji mdogo wa viwanda, ajira itapotea, mapato yatakuwa madogo, na serikali zitazidi kuwa na utegemezi mkubwa wa bidhaa za nje, kitu ambacho sio kizuri. Kama tuna viwanda vyetu hapa ndani Tanzania au hapa Afrika, basi tufanyeni biashara hapa ndani ya Afrika. Ndio maana ya ile African Free Trade Agreement, tufanye biashara ndani ya hapa Afrika, tusaidiane wenyewe kwa wenyewe. 1.4 billion ni population kubwa sana. Katika ushindani wa kimataifa wa kiuchumi na kisiasa, ni hatari zipi zinaweza kuathiri maendeleo ya Afrika na uwezo wake wa kutumia rasilimali zake kwa manufaa ya wananchi wake? Hatari kubwa, pamoja na migogoro ya kisiasa, tuna rushwa. Rushwa ni hatari, ni adui wa maendeleo, tukitaka tusitake. Rushwa, usimamizi dhaifu wa rasilimali, utegemezi wa mkopo wa teknolojia kutoka nje, pamoja na mikataba isiyo na manufaa kwa nchi za Afrika. Mikataba isiyo na isiyo na manufaa kwa nchi za Afrika ipo, ni mingi sana. Siwezi hata kutoa mfano, lakini ipo. Na tabia nchi pia, tabia nchi inatuathiri sie sana kwa Afrika. Greenhouse gas emissions sisi tunatoa ni kidogo mno, tuna contribute ni kidogo mno kwenye kuharibu mazingira, kwenye greenhouse gas emissions. Lakini zile nchi zinazoendelea kama China, India, United States, hawa ndio wanaongoza kwenye kuharibu mazingira kwenye hizi greenhouse emissions. Lakini sasa ile hai affect wale tu, ikitokea hai affect wale tu, inakuja kutu affect na sie huko, ambayo hatu play a very big role in kuharibu mazingira.
Kwa hiyo kama tunataka usalama wetu wa chakula na ongezeko la na haya maongezeko ya madeni makubwa haya, hivyo ni vikwazo vikubwa ambavyo vinaathiri maendeleo ya bara hili la Afrika. Ili Afrika iweze kujilinda sasa dhidi ya changamoto hizo na kujenga uchumi imara kwa vizazi vijavyo, hatua zipi za msingi zinapaswa kupewa kipaumbele na viongozi wa bara hili? Viongozi wa Afrika wanapaswa kuimarisha utawala bora, kwa sababu tunatakiwa tukimbizane na rushwa. Rushwa ni adui, okay? Unatakiwa tuwe na utawala bora, tuwe na uwajibikaji na taasisi imara, okay? Alafu kuwekeza zaidi katika elimu, utafiti, sayansi. Kama tutawekeza zaidi kwenye elimu, utafiti, sayansi, basi teknolojia na ubunifu, kwa sababu tunatakiwa tuwe na ubunifu na kile tunachoita innovation, ili watu tutumie zile rasilimali watu ambayo tunao, na kwa kutumia kwenye ushindani wa kimataifa. Ile African Free Trade continental trade ile ni nzuri kwetu, sie ni nafasi au it is an area where sie kama Waafrika tunaweza tukashow kwamba na sie kumbe tunaweza, na tunatakiwa tuwe na sera zinazovutia uwekezaji kwenye manufaa kwa wananchi, sio sera zenye manufaa kwa investor peke yake. Hapana, inatakiwa iwe na manufaa kwa wananchi. Kwa hiyo kwa ujumla, mustakabali wa Afrika hautategemea wingi wa rasilimali zake pekee, okay? Bali ule uwezo wa kuzisimamia zile rasilimali ambazo tunazo kwa ufanisi sasa, na kuongeza thamani kupitia viwanda na teknolojia, na kuwekeza kwa watu wetu, watu ambao tunao hapa. Kwa hiyo hapa ndipo bara inaweza sasa kuwa mshiriki mkuu wa uchumi wa dunia badala ya kuwa muuzaji wa mali hafi pekee. Tunauza, mwenzetu anaweka value addition, alafu anakuja anatuzia tena sisi tunakuja kutumia kile chetu. Nikushukuru sana Dr. Estella Ngoma kwa uchambuzi wako huo juu ya Afrika na mapinduzi ya kiuchumi, kipaumbele kinapaswa kuwa nini wakati huu. Nikushukuru sana mtaalamu wa uchumi kutoka Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar, SUZA. Asante sana.